za kupora nchi na uongo. Unajua hii maneno ya uongo ndio ilifanya mimi, kwa sababu tulizunguka naye Kenya, tukaahidi wa Kenya mambo mengi sana. Pia ni mtu ya ukweli. Yeye anajulikana kama truthful man. Hii tubadilishe. Sisi tunataka kutoa ahadi kwa watu ya pwani. Sisi katika jamii ya Mijikenda ni watu ambao wako na bidii sana, na pia wako na watoto wamesoma. Historia ya Kenya, tulikuwa na viongozi Ronald Gala na Wakatana Ngala, Karisa Maitha, huyu Ali Mwakwere. Tuko na viongozi shupavu ya Mijikenda. Itakuwaje hawako kwa meza ya kitaifa? Hii mambo ya pwani imekuwa na shida kwa sababu katika meza ya kitaifa, hata kama Mijikenda ndio majority katika pwani, hawako kwa meza ya kitaifa. Wametuma mabroka, wameenda kuongea juu ya Mijikenda. Huyu Hassan Joho, mambo ya Mijikenda atajua namna gani? Haelewi hawa, haelewi mila zao, haelewi desturi zao, haelewi chanzo ya maendeleo ya watu ya Mijikenda na challenges yao. Kwa hivyo hata tukiwa hapa kuongea na wananchi wa kawaida, tunataka kuuliza viongozi ya Mijikenda wajitokeze, kwa sababu jamii inaongozwa na viongozi. Tuko na watu wamesoma vizuri, tuko na watu wako na experience ya uongozi. Tunaomba jamii ya Mijikenda, msikuje tena kwa meza ya kitaifa kupitia maburuka ya kisiasa. Itakuwaje kiongozi ako na less than 3% ya umaarufu katika pwani ataongoza Mijikenda, watu wako katika kura milioni 2? Kwa hivyo wale wenye kuelewa shida ya jamii ni watu ya jamii hiyo, na sisi hata kama tunajaribu kuelewa mambo ya Mijikenda, watu ya Mijikenda wanaielewa hata kuliko sisi. Na ndio sisi tunauliza tukuwe na uhusiano, tuanze kuketi chini na viongozi ya Mijikenda, wakae na Wakenya wengine, kwa sababu tunataka kuleta Kenya yote pamoja. Lakini ndio Kenya ikuje pamoja, lazima kila jamii ishirikishwe na ile mambo na husu hiyo jamii ieleweke vizuri. Kwa hivyo uongozi wetu ni wale ya kushirikisha kila mtu, hasa watu ya pwani. Tunataka watu ya Mijikenda wakuwe pale kwa meza. Sisi tunaona haya sana katika hii bandari ya Mombasa. Hii bandari ya Mombasa iko hapa pwani. Imekuwaje ajira ikitangazwa, yule MD amekuwa pale, anaitwa Captain William Ruto, amejaza watu ya jamii yake katika bandari, na vijana ya pwani wale wamesoma, wale wako na bidii, wako hapa, hawapati ajira. Alafu sasa wanaambiwa ati warudishe William Ruto. Serikali yake yule MD ameweka pale, amepuuza vijana ya pwani. Ameenda kwao, ameleta watu ya jamii yake, amejaza katika bandari la Mombasa. Haya ndiyo mambo sisi tutafanya kitofauti, ya kwamba watu ya pwani wapewe kipawa mbele, wapewe nafasi. Kama ni hii bandari ya Mombasa, waiongoze, kwa sababu iko hapa. Wanaelewa mambo ya pwani kuliko sisi, wanaelewa mambo ya uvuvi kuliko sisi. Kwa hivyo uongozi wetu utakuwa tofauti, na tofauti yetu na wengine ni kushirikisha watu ya pwani katika meza ya kitaifa. Pale mambo ya Kenya itaongelewa, watu ya pwani waketi pale, ndio pia walete yale maneno na husu watu ya pwani. Tuitengeneze pamoja, ndio watu ya pwani waweze kuendelea mbele. Okay. Asante. Yale ndugu huyu